Mfano kama kuna bwana anaitwa Salumu. Salumu alikuwa na nafasi kubwa katika chama cha Chadema kabla ya kutoka chama ambacho alianza awali. Yaani kuingia Chadema ameanzia chama kingine. Sasa akaingia Chadema. Sasa ameingia chama tawala ambapo ni Chama cha Mapinduzi. Hivi leo wamekabidhiwa au wamerudisha kadi za vyama vya upinzani na kukabidhiwa sasa kadi ya Chama cha Mapinduzi na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi katika kampeni iliyofanyika huko Lindi mjini. Yaani wamerudi CCM. Yaani wamerudi CCM, wametoka katika vyama vya upinzani. Kama nilivyokuambia hapo, nilikwambia kipindi kilichopita kwamba hii tabia ya wanachama wa vyama vya upinzani kurudi chama tawala ni jambo ambalo pengine inabidi liangaliwe, kwa sababu tunakoelekea sasa tutakuwa na mfumo wa vyama vingi jina, lakini ukweli tutakuwa na chama kimoja tu, kwa sababu watu wanavyoondoka chama cha vyama vya upinzani kuingia chama tawala wanapeleka udhaifu kwa vyama hivyo vya upinzani. Vinashindwa kujisimamia kama vyama. Ndio maana ukifuatilia vyama vya upinzani au kampeni za vyama vya upinzani zinafanyika ni kama katika mkutano tu wa kijiji. Yaani umati au ushawishi kuwa anayezungumza ni mtiania katika nafasi ya urais. Kwa sababu ni kampeni ambayo inaonekana kama ni anayeomba ridhaa ni mtu ambaye anaomba sehemu ndogo ya kuongoza, ila ni mtu ambaye anaomba nafasi ya nchi aweze kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hii tabia muda mwingine inabidi tuikemee. Wafahamu kwamba wapo vyama vya upinzani kuleta challenge kwa chama tawala, ili sasa kama kuna mabadiliko wanahitaji wananchi waweze kuyapata kupitia shinikizo kutoka katika vyama vya upinzani. Vyama vya upinzani vikiwa dhaifu, basi chama tawala watajitawala wenyewe kama wanavyoamua. Ndio kinacho endelea kwa sasa.